Shemeji Sikitu, mimi nimekufuata hapa nyumbani. Kuna taarifa kidogo ambazo nahitaji nizipate kutoka kwako. Nyumbani mke wangu haonekani na sina uwepo wa taarifa zake alipo, kwa sababu nimejaribu kumtafuta kila kona, lakini sijafanikiwa juu ya hilo. Sasa kwa sababu wewe ni mtu ambaye upo karibu naye na ni rafiki yake mkubwa, ninaamini utakuwa na taarifa zinazomhusu, na hicho ndicho nilichokifuata. Nataka kujua yuko wapi. Kwanza hizi taarifa zako zimenistajabisha sana, kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza unaniambia hiki kitu, lakini pia mimi sifahamu chochote kumuhusu mke wako. Kwa hiyo umenishangaza. Nikwambie kitu shemeji, kwenye hili utakiwa kunificha, kwa sababu mimi niko kwenye giza, nipo kwenye taharuki ambayo mpaka sasa hivi sielewi ni namna gani ambavyo naweza nikaitatua, na msaada pekee ambao unautegemea kwa sasa ni wewe. Mimi nikutoe wasiwasi, hata kama unajua ni taarifa ambayo ukinipa labda inaweza ikaushangaza moyo wangu, inaweza ikaulipua moyo wangu, ama unahisi ukinipa hiyo taarifa ya sehemu halipo inaweza ikaninyongonyesha mimi ninachokuomba hunipe, kwa sababu tayari nishauandaa moyo wangu juu ya taarifa yoyote ambayo inamhusu yeye. Kwa hiyo nikutoe shaka, usifiche juu ya hili, niambie ukweli, yuko wapi mke wangu? Shemeji, hiki ninachokwambia mimi nina uhakika nacho. Sijui mke wako yuko wapi na sijawahi kuwasiliana naye. Ni sawa, nakumbuka mara ya mwisho mimi nimeonana naye nyumbani kwako, na hapa nilikuwa nina mpango wa kuja kwako kwa sababu kuna vitu tulikuwa tumezungumza. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji tukutane ili tuweze kukamilisha jambo letu, lakini sasa wewe tena unaniletea hizi taarifa, mimi unanichanganya. Alafu pia kitu kingine, kama mimi ningekuwa ninajua mke wako yuko wapi, siwezi kukuficha kwa sababu wewe ni mumewe. Sasa ninaanzaje kukaa kimya jamani? Shemeji, najaribu kukuelewa kwa kile unachokizungumza, lakini mimi naamini nyinyi wanawake mna siri nyingi sana ambazo mara nyingi mnapenda kufichiana. Hilo ni kweli, lakini unaponiambia kwamba hujui alipo, na wakati wewe mimi naamini ndio rafiki yake mkubwa ambayo una taarifa zote ambazo zinaweza zikanifanya mimi nikatoka katika hili, alafu unasema hujui, kiukweli utakuwa hujanitendea haki. Tafadhali, nimekupa uhuru na uwanja wa kuniambia chochote ambacho unakijua kuhusu yeye. Sielewi ni kwa sababu gani unashindwa kuniamini. Mimi sijui mke wako yuko wapi, na hata kama ningelikuwa najua, shemeji yangu, narudia tena, mimi siwezi kukuficha chochote. Sielewi mke wako ni wapi alipo. Na kuomba kitu, utakapopata taarifa zozote zinazomhusu yeye mke wangu, tafadhali naomba uniambie. Basi mimi natoka shemeji, naendelea na harakati zangu za kumtafuta, kwa sababu mpaka sasa sijajua ni wapi ndipo naweza kumpata. Sawa, karibu. Shukrani. Na kakaangu akija usisahau kumwambia juu ya hili ambalo nimekueleza, kwa sababu sijapata muda na nafasi ya kuongea naye. Sawa, karibu. Asante. Ndoa ina nyingi furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoa ni amani ambayo wacha masalia ya vipande moyoni. Yule unayempenda na kumthamini, yeye ndo atafanya wangu kujimoni. Ndoa ina nyingi furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoa ni amani ambayo wacha masalia. Naomba uniambie ulikuwa wapi? Naomba tukaongelee ndani, basi pelekeshe mkaa mbwa bwana. Kwanza nikupongeze kwa kurudi nyumbani kwako na kumheshimisha mume wako. Alihangaika sana kupitia wewe. Sijui ilikuwa kwa heri ama kwa shari, lakini usirudie tena. Lakini mimi naichukua nafasi hii kukujenga wewe shemeji yangu, kwamba maisha siku zote hayachezewi mdako, na kitu ambacho unatakiwa ukiheshimu kwenye maisha yako ni wewe kuiheshimu hali ya kuolewa na huyu mdogo wangu. Inashangaza sana, wanawake wengi mmekuwa ni watu ambao kila siku mnasajabisha jamii.
Mnapokuwa hampo katika mahusiano, huwa mnayadai sana mahusiano yenye kudumu, mahusiano yenye mapenzi kweli. Mnawahitaji watu wa kweli, mnawahitaji watu wenye kuwastiri kwenye maisha yenu, mnawahitaji watu wenye sifa mnazozihitaji nyinyi. Mmekuwa na mahitaji mengi sana. Hicho ni kipindi ambacho haupo kwenye mahusiano. Lakini Mwenyezi Mungu anapokuletea neema ukajiingiza kwenye mahusiano, iwe ya ndoa ama uwawala, hayo yote yanasahaulika. Mwisho wa siku unajikuta sasa wewe ni mfahari na kujiingiza katika utaratibu ambao unaweza kukutengenezea kasoro kwa yule unaishi naye, iwe mumeo ama hawala. Ni wepesi sana wa kusahau nyie. Sasa mnampa wakati mgumu Mwenyezi Mungu katika maombi yenu, kwa sababu hupewe nini ikiwa ulichopewa umeshindwa kukitengeneza kikawa kama ambavyo unavyotaka wewe. Ni kitu kibaya sana kuyachezea mdako mahusiano ulionayo. Kitu ambacho utakiwi kukifanya kwenye maisha yako yote kwenye hii dunia ni kuwa mtu wa majaribio katika mahusiano yako. Wanawake wengi mmekuwa kama watu wa majaribio. Yaani utajaribiwa na Juma, Bakari, Saidi, Abdalla, sui nani, kitu ambacho sicho. Lakini wakati huo mnazihitaji heshima. Sasa hiyo heshima unaipataje wakati wewe ni pita kapita? Yaani Juma amepita, Bakari amepita, Saidi amepita, John amepita, sui nani amepita. Inaonekana hamyajui mahitaji yenu. Yaani hamjulikani mnahitaji kula, mnahitaji kulala, mnahitaji kunywa, mnahitaji kupumzika, mnahitaji, yaani hamjulikani. Ukiwekwa kwenye kivuli basi utalihitaji jua. Utasema oh, mbona sichomwi na jua? Ukiwa kwenye jua basi utakihitaji kivuli. Sasa hili jambo linaleta wakati mgumu kwenu nyinyi. Na nikwambie tu, mimi nakupa kodi. Mwanaume hakomoleki kwa kitu chochote kile utakachokifanya dhidi ya mwanaume. Mwanaume hakomoleki kwa sababu mwanaume ana maisha yake, na maisha ya mwanaume ndo mwanamke anayapata. Thamani zenu mnaziondoa nyinyi wenyewe, na ndio maana unakuta sisi wanaume kila kunapokucha tunawadharau. Hii ni kwa sababu hamjajijua position zenu, hamjui mnataka nini. Mnataka stara, mnataka kuishi, mnataka urembo, mnataka manukato, mnataka kunogeshwa katika mapenzi. Nini mnataka? Lakini kwa nini yote mnayataka nyinyi? Ishaonekana kwamba kila mwanamke akishiba basi atahitaji kutengenezwa kucha. Akishapata kucha atahitaji kwenda kuweka lace wig ama asuke Kimasai. Akishapata kusuka Kimasai atahitaji sandals. Bahati mbaya mlizo nazo, hivyo vitu havidumu katika miili yenu. Yaani sio kwamba ukiweka leo rasta za Kimasai basi utakaa nazo miaka 6. Imezidi sana wiki, ikizidi zaidi wiki 2 na harufu zinatoa. Sasa kama ni vitu vya mpito, kwa nini mnavihitaji sana na kuvisudu katika maisha yenu? Kwa nini msiwape nafasi waume zenu mkawa mnajenga familia na kuyajenga maisha? Wanawake wa sasa sio wanawake ambao mnaweza mkakaa mkasema kwamba nikae na mpenzi wangu au mume wangu tujadiliane kuhusu maisha. Yaani wewe utakaa kwa kusema kwamba nimekiona kijola kipya, nimeliona bwanga la blue, safari hii kuna mtindo fulani wa usukaji, kuna sandals zimetoka, bra 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 bra. Kwa nini mnakuwa hivyo? Shemu. Heshima zenu hazitokani na hayo mambo. Heshima yako wewe haiwezi kutokana na uvaaji, usukaji, wala si kupendeza. Heshima yako inatokana na wewe kuihitaji ile stara uliokuwa unaiomba kwa Mwenyezi Mungu akupe mume bora, mpenzi bora, udumu naye, uishi naye, ufe naye. Kwa bahati mbaya nyie wote mlitakiwa muolewe na wanaume waliotoeni bikra. Yes, hata vitabu vyote vya dini vinasema hivyo. Lakini sisi wote tunadili na nyinyi, tunawakuta tayari mlishapitiwa. Sasa kama aliyekutoa bikra hajakuthamini na kukutunza na kukufanya uwe mke halali kwake, je, huyu aliyekustiri jagwa ambaye umekutana naye ukubwani, sijui mpaka unakutana naye siri yako kwa mwenyewe, uwampita wanaume wangapi mpaka unakutana naye? Na hapo tayari zimepita tofauti. Huyu unashindwa kumheshimu, utamheshimu nani? Sisi wanaume wa sasa hivi tunawastiri tu, kwa sababu tunahitaji muwe mna utulivu, msinyanyasike. Lakini sasa wote mnatufanya tuwe wanaume ambao hatujioni kama tuna maana tunapokuwa na nyie, na ndio maana kila kitu sisi tunabidi sasa tuchukue kama ziada. Jagwa, nasema hivi, huyu
kwa kuwa hajitambui, na kama atakosa kujitambua, kila kitu kwake kichukulia kwamba ni ziada. Na ili uweze kuishi na mwanamke yoyote katika ulimwengu huu tulionao kwa sasa, usiadaishwe na chochote kinachofanywa na mwanamke. Badala yake yeye mwanamke aadaishwe na kinachofanywa na wewe, kwa sababu hata tuwapo faragha na hawa watu, sisi wanaume ndio viongozi wa staili na mambo mengi ama mbwembwe nyingi tunazozifanya, wao ndio kuzifata, na sio wao wanaanza kuzifanya, sisi tunazifata. Kwa hiyo kwa sababu sisi ndio waanzaji wa kila kitu katika mahusiano yetu, ukitaka kulijua hilo, ingia naye mwanamke faragha, alafu mkae wote, utaona nani kati ya wewe na yeye nani wa kwanza kuvua nguo kama sio mwanaume. Yaani sisi ndo tunazitoa tunaweka pale, yeye ndo atajibana bana, mwisho wa siku utafikiri yeye ndo anaanza kwako wewe. Kumbe hapo alipo kichwani mwake tayari washapita wanaume zaidi ya 46. Hakuna kitu ambacho mwanaume anafaidika kwa mwanamke, ni kuishi vizuri na huyo mwanaume, kumtii mwanaume. Hiyo ndo faida ya mwanaume, sio ngono. Ngono mwanaume hafaidiki, hata ufanyeje, jimanue ujuavyo, hafaidiki mwanaume, utajidhalilisha tu. Ila ukiwa mtiifu katika maisha yako ya mahusiano, ukiwa unamtii mwanaume wako, ukiwa unamheshimu mwanaume wako, ukiwa unamnyenyekea mwanaume wako, ukiwa unafanya vitu vizuri kwa mwanaume wako, sikio lako liwe linamsikia mwanaume wako, hiyo ndo akiba ya maisha yako kwa mwanaume, na ndo utakuwa umeweka alama kubwa kwa mwanaume. Lakini ukisema leo nitampa staili hii, kesho nitampa staili hii, wewe ulishawapa staili hizo unaowapenda na usiowapenda na kukustiri. Mpende mumeo. Lakini kitu kingine, kama utaendelea kuwa na tabia hiyo ulionayo, I say mimi nitamruhusu mdogo wangu Jagwa kuongezea mwanamke mwingine. Yes. Shemeji, hapana. Mimi kwa ushauri wako nimeusikia, nimeusikiliza vizuri sana tu, na tumeshamaliza mimi na mume wangu. Ninachotaka, akitaka kuoa achague haya mawili, mimi niondoke aoe au mimi nibaki aache kuoa. Sawa tu. Kwani ukiondoka huyu anadhurika na nini? Kitu gani ambacho wewe umekiweka kama alama? Mbavu nini wewe? Wewe unahisi huyu anaweza kakaa kahangaika eti wewe utahangaika naye wakati tayari ushapita? Na sehemu uliopita ndio pita, kapita Juma, kapita Saidi, kapita Abdalla, kapita John, kapita. Hakuna haja kuhangaika. Kwenye hilo nimekuelewa. Na hili jambo na kusisitiza mdogo wangu, kwa nyakati hizi tulizonazo katika maisha yetu tulionayo, hakuna haja ya kujitia stress. Kwa nini ujipe pressure? Mwenyezi Mungu katuletea hawa wengi aina tofauti tofauti, tuwe nao. Mtu kama kuheshimu, anaona kwamba wewe ugali wako haunogi, aende akale viazi vitamu. Shoga yangu, kama tulivyokuwa tumeongea kwamba nitafanya mawasiliano na yule mtaalamu atupangie ni siku gani ili tuweze kwenda. Sasa ndo nishaongea naye na ametuambia kesho asubuhi tuwe tumeshafika pale. Sawa, haina shida. Kwa hiyo sasa hautakiwi kufanya uzembe wa aina yoyote, yaani jitahidi kesho asubuhi na mapema tudamkie pale. Sitokuangusha, kwa sababu mimi mwenyewe hapa nina magumu kiasi kwamba siwezi kuyaelezea. Shemeji si alikuja hapa, mumeo alikuja kwenye yale masuala yaliyotokea pale diskati, yale mazungumzo yake yalikuwa mazuri tu, alitushauri vizuri tu, na mimi nilimuelewa vizuri tu. Alipokuja kunitibua sasa ni alipokumwambia mdogo wake aongeze mke wa pili. Hapana, kwa kweli niliondoka na mazungumzo yaliishia hapo hapo. Okay. Ndiyo. Jamani, huyu baba huyu yaani huyu mzee mimi nashinda hata kumuelewa. Sijui akili yake tu ina matatizo gani. Sasa ndo nini tena kuja kuingilia na ndoa za watu? Sasa hapo kwenye mke wa 4 ndo kama umenigusa roho yangu. Hivi unajua yule mwanamke ana mambo sijai kuona. Dada yule yani sasa hivi ndo amekuwa kama yeye ndo kashikilia usukani wa ile nyumba. Yaani imefikia hatua sisi mume wetu hata zile zamu alizokuwa ameshatupangia azitendei haki. Hivi tunavyoongea hizi siku 2 zote analala kwa huyo bibi mdogo. Sisi hatupati chochote. Kwa hiyo ndo maana mimi nikaja. Kesho inatakiwa tudamke mapema sana. Kesho inatakiwa tudamke mapema sana.
Kesho inatakiwa tudamke mapema sana. Kesho inatakiwa tudamke mapema sana. Kesho inatakiwa tudamke mapema sana. Kesho inatakiwa tudamke mapema sana.